wao ndo wameferisha Simba kuto kupata ubingwa wa ligi. Kwa hiyo Salome, kama ulikuwa hujui, leo nakufahamisha ujue. Na moja watu ambao walienisababisha ni kujibu hili jibu kwa swali lako ni kamati ya masaa 72 inayosimamia mpira katika nchi. Hili neno tutalirudia mara kwa mara kwa sababu bado halijabadilika lile kosa kuwa si kosa, kwa sababu limesimama kosa kuendelea kuwa kosa, na tutakwenda kulizungumzia kwamba lile nini ni kosa. Wao walikiri na walisema ni kweli mwamuzi amekataa ile goli, lakini ile goli lilikuwa na barua wakaandika. Kwa hiyo ukiniambia kina nani ni hao waamuzi ambao mimi naamini na nakubali makosa ya kibinadamu yapo, lakini pia nakiri na nakubali makosa ya kimakusudi yapo. Kwa hiyo mimi naamini wale waliofanya yalikuwa si makosa ya kibinadamu bali ni makosa nini ya kimakusudi. Ndio maana hii leo nichukue nafasi hii kupitia ninyi waandishi wa habari, kwanza niwapongeze sana, mmefanya kazi kubwa, mmefanya kazi nzuri sana. Moja katika watu wanaosababisha ligi yetu NBC ionekane kuwa imara, itangazike, ni nyinyi waandishi habari. Salome, mmetembea vichochoro vyote vya nchi hii ili kuhakikisha mnawaambia Watanzania uhalisia wa michezo namna ambavyo ulivyo. Mimi naamini kwa sababu NBC wanafuatilia vizuri online, mimi naamini kuna jambo kubwa wanahitajika wafanye juu ya waandishi wa habari kwa namna ambavyo kazi mnafanya. Lakini moja ya sifa ya waandishi wa habari ni kusimama kwenye mstari. Nyeupe mseme nyeupe, nyeusi mseme nyeusi. Hiyo ndio taaluma ambayo nyinyi waandishi wa habari mliokuwa nayo. Lakini shida, kuna somo moja wakati niko darasani nasoma, somo la propaganda. Kuna propaganda za aina tatu. Kuna propaganda inaitwa black, yani nyeusi. Hiyo hataki kuona gari unatembelea la milioni 20 la kwako, lakini atasema yule bwana hilo gari kakopa, sio la kwako, huwezi kumbadilisha. Lakini kuna propaganda ya pili kwenye somo inaitwa black and white, nyeusi na nyeupe. Akiona Mbagala atakusifia, akikuona Kariakoo atakulaani. Alafu kuna propaganda inaitwa white. Hiyo hataki kuona umevaa ndara, ataambia watu umemwona kavaa kiatu cha milioni 100. Kwa hiyo kuna baadhi ya waandishi wa habari mmesahau kusema nyeusi kwa nyeusi, imebaki kwenye propaganda. Hakuna mwandishi wa habari nchi asiyejua kwamba Simba mwaka huu alistahili kuwa bingwa wa ligi NBC. Hayupo. Kuna muda wengine waandishi wa habari mnafanya kazi kwa hofu, hamtaki kusema, mnaogopa. Lakini kwa nini muogope aliyakuwa ni taaluma, alafu mnachokwenda kukizungumza kitu cha kweli? Mwandishi gani asiyejua mpira wa Tanzania umevamiwa na watu wachache ambao wanafanya jitihada kuharibu mpira kwenye nchi? Nani ajui? Mwandishi gani wa habari asiyejua kuna watu wameteuliwa kuwasimamia wananchi, wanaacha hizo shughuli, wanashindwa katika viwanja vya mpira kwenda kushuhudia timu yao pendwa inacheza? Nyinyi hamjui na muaoni. Kina nani hao? Kina nani sasa tuongee? Wataje. Maana hata unaongea kwa mafungo. Hizo propaganda haina hizo, tutajia huko kwenye aina gani wewe? Tuusaidie mpira wa nchi. Nchi inakwenda kuandaa mashindano ya AFCON. Lazima tusimame kwenye mstari ili kuna namna ambavyo hata wale wanaokuja wajue tunakwenda kwenye nchi ambayo iko imara na imejipanga katika nini? Kwa michezo. Mikoi Kisugu moja ya wewe. Unakuwa na haraka sha. Funga mic nenda. Au zima kama unaogopa. Sinaongea mimi. Au ndo wale mlokodishwa gari jana mkapanda wote gari mkaenda kuangalia mpira bure. Au nataka niseme kuepo na ubaya gari
hana. Au mnataka mimi niseme? Au kwa sababu hizo gari mnazopewa na ndio maana mnashindwa kuwazungumza ukweli katika mpira? Jambo la kawaida lakini lazima turudi katika ukweli. Ukimwona kobe juu ya mti, juu akapandishwa. Ukimwona Yanga kawabingwa kwenye nchi kwa makosa ya waamuzi. Mikoi, makosa ya waamuzi yajaanza leo, tunalijua hilo. Toka misimu mingi ipo na nyie pia ni baadhi ya wanufaika wa hayo makosa ya waamuzi. Mikoi, kwa nini msimu huu ionekane kwamba imekuwa gumzo sana kwa upande wenu kukosa ubingwa kwa sababu ya makosa ya waamuzi? Kuna michezo mlistahili kushinda, nyewe wenyewe mkashindwa kushinda. Mikoi, Salome, nikupongeze katika hilo. Twende kwenye hesabu sasa, alafu tujue makosa ya waamuzi nani yalimfaidisha. Maana yake kufaidika kunaonekana mwisho kwamba nani amestahili kuwa bingwa na nani hakustahili kuwa bingwa. Maana yake bingwa ndo anakuwa mnufaika mkubwa. Salome, wewe unajua waamuzi wengi walioonywa na kufungiwa nchi hii mwaka huu katika ligi ya NBC yamekwenda kumnufaisha aliyechukua ubingwa. Wewe hujui? Waamuzi wengi waliofungiwa wangapi unawajua? Wewe si mwandishi Kachimbe? Waamuzi wengi waliopewa warning kwa barua ambazo mimi ninazo baadhi yake, wameambiwa kwamba jaribu kujirekebisha, walipewa warning katika michezo ya bingwa ambayo anamtangaza kwenye nchi. Salumu, lazima ukimbie. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Kama sisi Simba tulikuwa na haki kwa mabingwa wa ligi NBC. Makosa ya kibinadamu ya waamuzi yamepelekea Yanga kuwa bingwa kwenye nchi hii. Hakuna mwanadamu asiyejua goli halali la Simba limekataliwa Zanzibar. Hakuna asiyejua penalty halali ya Simba na Azam imekataliwa Chamazi Complex. Hakuna asiyejua. Pia mwanadamu mwenzio kapata tatizo, sio kufurahia, ni kumwombea. Kitendo kilichomkuta Pacome, kabla ya kumwangalia Pacome, angalia namna ambavyo watu wanaomzunguka nyuma Pacome, ambao maisha yao wanaishi kutegemea Pacome. Moja katika wanadamu ambao Mungu amewaumba wagumu, hata familia inajua kutoa machozi ni mimi, lakini wallahi Mwenyezi Mungu shahidi, jana baada ya kuona ile tukio nilitoka na machozi. Na nichukue nafasi hii niwaombe sana Watanzania, na ikiwapendeza management ya Yanga na watu wengine watangaze, basi siku tuandae maalumu ya kumwombea Pacome, Mwenyezi Mungu amnusuru na apone haraka. Sisi sio kama wale. Chama aliumia hapo, wengine akasema wao angekufa. Wapo na klipu zao zipo. Lakini sisi, sifa ya kila mwana Simba ni mwanadamu, ni mtu ambaye anajipa nafasi ya kukaa kutafakari jambo. Lakini sifa ya watani zetu si wanadamu, ni watu ambao hawatumii busara na hekima kufikiria katika jambo linalotokea. Jana wana Simba wameonyesha ubinadamu mkubwa kwa tukio la Pacome. Hayuko mwana Simba aliyefurahi kwenye mtandao wala aliyekwenda kuposti kwa mtandao kwa tukio lilotokea Pacome kwa kufurahishwa na kile kitendo. Lakini upo ushahidi, wakati Chama anaumwa, mashabiki wa Yanga pamoja na wasemaji wao walisema ni bora angekufa kuliko kilichomtokea. It's not fair. Kwa binafsi ni tukio ambalo limenigusa. Namwombea Pacome, inshallah kwa Mwenyezi Mungu atamjalia, atapona haraka, atakwenda kuipambania timu yake. Kituo kinachofuata ni fainali ya CRDB, Simba dhidi ya Azam FC. Mikoi Kisogo, kombe la ligi mmelikosa, mbele yenu kuna kombe la CRDB, ni mshinde tu muweze kubeba ile kombe. Mikoi, CRDB tunakwenda kupambana na Azam kwenye ligi, kawasumbua alama 4. Tunakwenda kucheza fainali na nani? Hivi kwa nini Simba na Azam wanakwenda kucheza fainali? Waliteuliwa,
walifikaje Simba na Azam kwenda kucheza fainali? Salome, kwa uwezo wao wenyewe walitoa watu. Hebu leo nataka nikupe ofa, nitajie timu 4 ambazo unazikumbukumbu zilishiriki kwenye haya mashindano na nitajie kwa nini hazikufika fainali. Toa sauti Salome, watu wakusikie. Yanga walikuwa. Yupo fainali? Hayupo. Kwa nini? Ameondoshwa na Azam FC. Alipigiwa kula kwamba aondoke? Hakupigiwa kula. Ila ni uwezo. Kwa hiyo Yanga ameondoka kule kwa Salome. Ni kuibie siri, focus ya wana Simba, target ya wana Simba, wiki 2 mpaka wiki 3 zilizopita walikuwa wanaiangalia fainali dhidi ya Azam Gombani Pemba. Wana Simba tutakwenda kuisupport team na inshallah tuna imani kwa namna ambavyo kikosi chetu kinavyo-operate kwenye dakika 90 tutakwenda kuwa mabingwa wa CRDB. Tunaamini na tunakubali moja katika kombe kubwa Tanzania basi lazima ulizungumzie CRDB. Na kwa nini imekuwa kubwa? Nitawapa mfano mdogo tu. Sasa hivi watu wanakesha kuangalia kombe la dunia. Maana yake kila nchi duniani mwanachama wa FIFA ameshiriki katika kombe la nini? La dunia. Ukimzungumzia CRDB, kila timu, kila mkoa imeshiriki katika mashindano ya CRDB. Na ndio maana leo ligi ya NBC na timu 16. CRDB inapoanza na kuwa zaidi ya timu 64. Zilipepo 90. Haya mashindano madogo makubwa ndio ambayo Simba yuko fainali. Tunaheshimu Azam, tunakubali ni wapinzani wa kweli, lakini nawakumbusha Azam toka mwamba Steven Becker aingie kwenye nchi hajawahi kufungwa na timu yoyote iliyokuwa kwenye nchi. Wanakutana na Simba nyingine kabisa. Kuna timu iliingia kichwa tumekutana nazo mara 3. Tumepiga mara 1, mara 2 kaokoa mjombao, mara 3 umewakoa nyumba kwa Mzee Mbonde. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki wa Simba, niwaombe sana wapenzi wa Simba, twendeni kwa mwamba naenda. Baraza kutoka Arusha yupo, mimi nakosaje kwenda Pemba? Mimi naenda. Abasi Decoration yupo, mwamba kuuza spare za pikipiki Tanzania. Mafia anapatikana, yupo. Mama Doris yupo. Mimi nakosaje kwenda Pemba? Na nimeshaidiwa na mbuzi wangu zawadi kutoka kwa ndugu yangu Omari wa Pemba. Anaambia ndugu yangu njoo na kamba uchupe mbuzi wako.